Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu leo, na tafakari yetu tunaipata katika Injili ya Mathayo sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 8. Yesu anazungumza na Mafarisayo ambao walipowaona wanafunzi wake Yesu wanavunja masuke katika shamba la ngano siku ya Sabato walipoona njaa, na wale Mafarisayo wakaanza kuwashambulia wale wanafunzi kwa maneno wakisema wanachokifanya si halali kukifanya katika siku ya Sabato. Sasa kulikuwa kuna kitu gani nyuma ya sentensi hii ya hawa mitume kuweza kuvunja ngano siku ya Sabato? Ilikuwa ni kwamba mara nyingi katika mila na desturi za Kiyahudi, mtu anapopita katika shamba na kama kwenye ile shamba kuna mazao na yeye ana njaa, basi alikuwa anaruhusiwa kuvunja angalau masuke na anatengeneza ya ngano na anakula ile ngano, apone ile njaa yake, aendelee mbele na safari yake. Ilikuwa inaruhusiwa. Na wao wakiwa pamoja na Yesu ambaye ndio alikuwa ni Bwana wa Sabato, wakapita katika hilo eneo. Wale wanafunzi wakawa na njaa, wakachuma yale masuke na ile ngano wakala, wasonge mbele, wafike katika safari ya maisha yao. Ulikuwa ni ule uhitaji. Sasa katika kitendo hicho wanachokifanya, kulikuwa kuna kundi la watu ambao walikuwa ni Mafarisayo. Wenyewe walikuwa wakimfuatilia Yesu na mitume wake ni kitu gani wanachokifanya, na wakiwa wanatembea na zile sheria za Kiyahudi ili waweze kumkamata. Ndipo wanaanza kutoa mashutumu kama hayo. Hasa Yesu anajibu, anawapatia neno kutoka katika Samueli wa kwanza sura 21 aya ya kwanza hadi ya 6. Anasema kwamba Daudi yeye mwenyewe pia alivyokuwa na njaa pamoja na askari wake, walienda katika tabernakulo wakachukua mikate wakala, kinyume na taratibu, kwa sababu mikate ilikuwa inaliwa na makuhani. Na baadaye anawaonyesha kwamba mimi ndio Bwana wa Sabato, nimekuja, sitaki hizo sadaka zenu mnazozitoa, bali nataka moyo wa rehema, moyo wa majuto. Anatumia maneno ya nabii Hosea ambaye alikuwa amezungumza sura ya 6 aya 6. Fundisho gani nalo lipata? Masharti ya dini yako yanaweza yakakufanya ukashikilia sana masharti na sheria za dini zako hadi ukawaumiza wengine mioyo yao, nafsi zao. Unashikilia sana masharti ya dini zako hadi ukawasababishia wengine majeraha. Ukawashikilia sana masharti ya dini yako hadi ukawapelekea wengine hadi kuweza kufa, usiwezi kuwa na huruma kwao katika mahitaji yao. Hiyo sio dini. Yesu anakuwa kinyume kabisa na wao, kwamba dini ya kweli inaendana na kuweza kuwa na moyo wa utu, wa kuweza kuona mahitaji ya watu na kuweza kuwasaidia. Kuna kipindi katika suala zima la mambo ya dini, lazima uweze kuangalia kama dini inaenda kuharibu utu wa mtu, hiyo dini si ya kuweza kuifuatilia. Na kuna watu mpaka sasa hivi kwamba wameshikilia sana masharti ya dini zao na vitu vingine mpaka wameharibu utu, wanadharau watu wengine. Yesu anasema kwamba anataka watu wenye moyo wa rehema, watu wenye uwezo wa kuweza kuwahurumia watu wengine. Hebu basi katika maisha yako uweze kuwa ni mtu wa huruma. Ni mara ngapi unakutana na watu ambao ni wahitaji, eti kwa sababu wewe unakwenda kanisani na umechukua sadaka yako unamwacha anakufa na njaa? Ni mara ngapi unaenda kutoa kwa sababu dini yako inakwambia ukatoe sadaka sehemu fulani, umemwacha jirani yako hapo hapo nyuma yako anakufa kwa njaa, wala umsaidii? Ni mara ngapi unakwenda kanisani kusali kwenye dini yako, alafu njiani kumsalimia hata mtu, hata kuweza kumjulia hali? Ni mara ngapi pia unavyokwenda katika mazingira ya ibada huku nyuma unawaacha watu, kama Mwenyezi Mungu amekubariki na usafiri, unawaacha watu hadi unawatimulia vumbi na matope, alafu wenzako huku nyuma wanapata mateso kwa sababu wewe unawahi ibada. Dini yako ikusaidie uweze kuwa ni mtu mwenye rehema, dini yako ikusaidie uweze kuwa na utu. Usinganganie tu katika swala zima la kuangalia makosa ya wenzako na kuweza kuwahukumu na kuwafanyia mabaya. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.